Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema azma ya kufanyika kwa mapinduzi matukufu ya Zanzibar ni kuimarisha maendeleo katika sekta zote za kiuchumi na kijamii. Amesema hayo katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika jengo la Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali lililopo wilaya ya Chake Chake Pemba, ikiwa ni mwendelezo wa shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mheshimiwa Hemed amesema hadi kufikia mwezi Disemba 2025 madarasa zaidi ya 4,000 yamejengwa Zanzibar, ikijumuisha na ujenzi wa skuli za ghorofa, ambapo mkoa wa Kusini Pemba ni wanufaika wa mradi hiyo. Tunaposema mapinduzi, tunakusudia kuimarisha maendeleo katika sekta zote nchini. Daktari Hussein Ali Mwinyi wakati akiingia madarakani pale tarehe 2 Novemba mwaka 2020 alisema atahakikisha moja kati ya mambo ambayo atayafanya ni kuyaenzi mapinduzi kwa vitendo. Mmeshuhudia Wizara ya Elimu ni moja kati ya sekta nyingi ndani ya nchi yetu ambazo zimepata mafanikio makubwa sana. Sasa tumeanza ujenzi huu. Nilikuja kutembelea ujenzi huu mwaka 2024. Wakandarasi wakaniambia watamaliza hili. Bahati njema leo nimekuja tena kuweka jiwe la msingi. Nilishatoa maelekezo pale, na hapa naomba niseme na nimwelekeze mkandarasi, ikifika mwezi wa Machi kama alivyoahidi, ahakikishe jengo hili limekamilika. Hakutakuwa na extension wala hakutakuwa na sababu nyingine yoyote. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Hemed ameuagiza uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar kuhakikisha wanaweka thamani mpya katika jengo hilo zenye viwango vitakavyodumu kwa muda mrefu na vyenye kukidhi mahitaji ya watumiaji wa jengo hilo. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar amemwelekeza mkandarasi na msimamizi wa ujenzi huo kuhakikisha mradi huo unajengwa kwa viwango vinavyotakiwa, kuzingatia muda na thamani ya fedha, ambapo serikali na wananchi wanatarajia kuona matokeo chanya ya mradi huu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Na Katibu Mkuu, niagize hapa kabisa, Mheshimiwa Naibu Waziri uko hapa, kama kuna vifaa vinatafutwa vya jengo hili, anzeni kufanya utaratibu leo kabisa, kuanzia sasa. Isifike wakandarasi wamekabidhi jengo alafu ndio kwanza mnaanza kufanya procurement ya hivyo vifaa. Na kwenye jengo lile ni marufuku kuona vile viti vikongwe, sijui vifaa vikongwe vinaingia mtu. Kama tunavyofanya kwenye shule, tunajenga shule mpya, tunaweka samani mpya yote. Tumeelewana eh? Dr. Mwinyi oye! Hiyo ndio kazi ambayo Dr. Mwinyi aliwaahidi Wazanzibari, na ndio kazi ambayo anaitekeleza kwa ajili ya Wazanzibari. Naye Naibu Waziri wa Elimu ya Mafunzo na Mali Zanzibar, Mheshimiwa Khadija Salum Ali, amesema sababu kubwa kujengwa kwa jengo hilo ni kuondokana na changamoto ya kukodi majengo kwa ajili ya matumizi ya ofisi, pia kuondoa changamoto ya uhaba wa ofisi unaopelekea watendaji wa vitendo tofauti kufanya kazi ndani ya ofisi moja, jambo linalokwamisha ufanisi wa watendaji wa kazi. Tumechukua hatua ya kujenga jengo hili kama watangulizi wangu walivyosema, kwamba kutokana na uhaba au ufinyu wa nafasi kwa watendaji wetu. Na la pili, changamoto hizo zimepelekea kukodi kwa baadhi ya ofisi. Kwa hiyo kuepusha changamoto za kukodi ofisi hizi, wizara ikachukua jitihada za maksudi kuona kuna haja ya kujenga jengo la wizara. Na sababu ya tatu ya kuwepo kwa jengo hili, Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wananchi wote, ni kuepusha changamoto za kushare baadhi ya ofisi kwa pamoja. Akisoma taarifa ya kitaalam kuhusu ujenzi wa mradi ya ofisi ya Wizara ya Elimu Chake Chake, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, ndugu Hamis Abdallah Said, amesema litakapokamilika jengo hilo litatatua changamoto ya ufinyu wa nafasi kwa wafanyakazi wa wizara, jambo litakalotoa msukumo wa kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Katibu Hamis amesema amepokea agizo la Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar la kutoa kazi kampuni ya Ostaju hadi watakapokamilisha ujenzi wa jengo hilo na kuridhisha kuwa wataheshimu
na kuthamini mabadiliko ya mikataba wanayoweka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Pale kampuni hii inajengwa na Osaju Company na walifanya JV pamoja na Salem Construction na kusimamiwa na ZBA. Gharama za ujenzi ni 2.55 bilioni na so far tushawalipa 1.2. Mheshimiwa, jengo hili actually ni ghorofa 5 kwa sababu ni pale chini alafu juu kuna 4 alafu pia kuna basement kule chini. Ina ofisi mbalimbali ikiwemo ofisi 17 za watumishi, sehemu ya mapokezi, kuna vyoo, kuna kumbi 4 za mikutano, kwenye basement kuna ghala na mheshimiwa, jengo hili litatiwa lifti. Mheshimiwa, jengo hili limejengwa kutokana na uchakavu mkubwa wa ofisi za elimu hapa Pemba unaosababisha kutokuwa na mazingira bora ya utendaji kazi. Kuna uhaba wa ofisi kwa watendaji wetu ambao kwa sasa wanabanana katika ofisi ndogo ambazo pia si salama. Kukamilika kwa ujenzi huu kutasaidia kutatua changamoto hizo. Nikiripoti mimi ni Mariam Khair, Zanzibar TV, Zanzibar.